Sehemu ya 6. Na kukaribisha katika sehemu nyingine ya simulizi inayokwenda kwa jina la Baikoko. Katika sehemu iliyopita tulishia pale ambapo Sudi alikuwa ametekwa na kina Rama, na Rama alikuwa akimwangushia kipigo kikali sana. Na katika dakika za mwisho kabisa tuliona kuwa Rama alimlisha madawa ya kulevya Sudi. Na katika wakati huu, mara baada ya kumvutisha madawa ya kulevya, wakawa wamefika askari na kumfunga pingu Sudi. Katika wakati huo Sudi akawa amezirai. Tuendelee. Wakati ambao Sudi anakuja kupata fahamu, tayari alikuwa amefungwa pingu katika mkono wake wa kushoto, ukiunganishwa na kitanda, huku akiwa hospitali. Lakini pembeni yake palikuwa na askari mwenye silaha. Alipotazama pembeni ya kitanda chake, kulikuwa na mgonjwa mwingine pia akiwa amefungwa pingu. Alipomtazama kwa makini, akagutuka kuwa alikuwa ni Rama akiwa amelala kitandani. Lakini pia mkono wake mwingine ulikuwa umefungwa na pingu. Akataharuki Sudi na kumhoji askari ambaye alikuwepo pembeni yake, huku akiwa na wasiwasi sana. Sasa kwa nini mmenifunga mimi? Askari akamtazama na kutabasamu, kisha hakujibu lolote lile. Ndipo Sudi akajikuta akipaniki kiasi cha kutokujibiwa. Akarudia tena, afande, naongea na wewe, uache dharau. Kwa nini mmenikamata mimi wakati mimi nilikuwa nimetekwa tu pale ndani? Hapa askari akamzingatia kidogo na kumsogelea Sudi, kisha akamwambia, sawa, lakini kutokana na mazingira ambayo tumeyakuta ilikuwa ni lazima ukamatwe, hata wewe pia. Nadhani kama kuna lolote lile utaenda kuhojiwa kituo cha polisi, afya yako ikishakamilika, alafu baada ya hapo ndipo ambapo tutajua ikiwa una kesi ya kujibu, tukufikishe mahakamani, au wewe ni kweli ni mtekwaji tu. Sawa afande, sasa naomba msaada, nahitaji kupiga simu. Sudi wakati huu alihitaji kumpigia simu Asia na kumwelekeza yale ambayo yalikuwa yamempata, kuwa amekamatwa na askari na yupo hospitali katika wakati huu. Lakini alipomwomba simu askari, kabla hata hajajibiwa, akasema au basi, sababu hata namba ya mtu mwenyewe ambaye nataka kumpigia sijaishika kichwani. Walinyang'anya hata simu yangu hawapuzi. Akaongea Sudi huku akimtazama kwa hasira Rama ambaye alikuwa amefungwa katika kitanda cha pili. Rama alikuwa akitabasamu tu, uso wake ulikuwa ukionyesha kuwa ni mtu ambaye alikuwa hajali jambo lolote lile. Jioni ya siku hiyo hiyo wakaanza kufika baadhi ya askari pale hospitali kwa ajili ya kuanza kumhoji Sudi pamoja na Rama, ambapo Sudi akawasimulia karibu kila kitu, lakini akaficha suala la kuwa aliwahi kufumaniwa na huyu mtu ambaye alimteka, ambaye ni Rama, kwa sababu ya mwanamke. Kesho yake asubuhi akawa ameruhusiwa kutoka hospitali Sudi, lakini muda mwingi alikuwa akisumbuliwa sana na maumivu ya kichwa kutokana na athari za madawa ya kulevya ambayo alikuwa hajawahi kuitumia kabisa binafsi. Aliporuhusiwa akachukuliwa na kupelekwa kituo cha polisi, ambapo akahojiwa kwa muda kiasi. Na katika mahojiano yao, kutokana na maswali ambayo alikuwa akiulizwa Sudi, ndipo akawa ameng'amua kuwa Rama ana mke na watoto wawili, lakini pia amekuwa akijihusisha na matukio ya ujambazi kutumia silaha, na ni kwa muda kidogo amekuwa akitafutwa na jeshi la polisi kwa mauaji ya mfanyabiashara mmoja wa magari ambaye miezi miwili iliyopita aliuawa maeneo ya Mbezi Beach, akanyang'anywa na pesa inayokadiriwa kufika milioni 10 na pesa zake za juu. Katika mazingira ambayo alikutwa Sudi, ilikuwa ni lazima pia naye akamatwe kutokana na kwamba alihisiwa kuwa ni sehemu ya majambazi, isipokuwa ametumia sana madawa ya kulevya. Na wakati huo, licha ya kuwa alikuwa na dalili zote za kupigwa,
kiasi hata cha kudondoshwa jino. Mara baada ya mahojiano ya hapa na pale, ndipo ikathibitika kuwa Sudi alikuwa hahusiki na matukio ya ujambazi. Zaidi, alikuwa ni mmoja kati ya watu ambao walikuwa ni waathiriwa wa matukio ya utekaji nyara. Akaachiwa huru Sudi licha ya kuwa alitakiwa kufika mahakamani siku ambayo Rama na vijana wake walikuwa wanatakiwa kufikishwa mahakamani ili kujibia hili pia juu ya kesi ya utekaji nyara. Sudi akatoka kituo cha polisi na ikawa ni kama bahati sana ni kuwa simu yake ilipatikana katika eneo la tukio, hivyo akawa amekabidhiwa pia na simu yake. Alipotoka tu Sudi akaiwasha simu yake, na mtu ambaye alikuwa akizunguka kichwani muda wote alikuwa ni Asia tu. Alipotoka ndio mtu wa kwanza kumpigia Asia, ambaye akaipokea na kuongea kwa mshtuko hali ya juu. Sudi, ulipatwa na nini mume wangu? Nimezunguka sana kukutafuta. Au ulikuwa wapi? Kwa nini hukunipa taarifa wakati huo? Nilikuambia kuwa unipe taarifa kwa lolote lile ambalo litatokea. Asia akauliza msululu wa maswali mengi sana. Sudi akatabasamu tu na kumwambia, yalionifika ni mazito sana. Nilikamatwa na polisi, hivi ndio naachiliwa hapa. Naomba tu nitumie hata nauli nipande daradara nije. Nadhani mengine tutaongea huko. Sina hata senti hapa. Nikija nitakuelekeza kila jambo ambalo limetokea. Wakati huo Sudi alikuwa akiongea huku akiendelea kutembea kulitafuta geto lake, akikatiza chocho za Mbagara, na alipofika kwenye geto lake akaingiza mkono mfukoni ili kuchukua funguo. Ndipo akawa amegundua kuwa hata funguo yenyewe haikuwepo. Ndipo akalazimika kuvunja kufuri na kuingia, lakini kwa bahati nzuri pale ndani kila kitu kilikuwa sawa. Sudi akachukua begi lake ndogo iliyokuwa na nguo zake kadhaa pamoja na kopo lake la dawa ambalo alionekana kulilinda sana. Alipochukua vitu vyake akazunguka upande wa pili wa nyumba ambako ndiko hasa alikuwa akiishi mama mwenye nyumba. Akamuaga na kumkabidhi chumba, kisha akashika safari kuelekea stendi ya daladala pale Mbagala. Bahati nzuri mpaka anafika stendi tayari Asia alikuwa amekwisha kumtumia hela kwenye simu yake. Akaitoa na kupanda daladala za Mbagala kwenda Mawasiliano. Kisha alipofika Mawasiliano akachukua daladala zinazoelekea Tegeta. Mara baada ya kama masaa mawili hivi, ukichanganya na foleni za barabarani, mpaka inafika saa 8 na madakika tayari alikuwa amekwisha kufika Tegeta kwa ndevu. Alipofika akashika njia kuelekea katika chumba ambacho ndio kwanza alikuwa amepanga na Asia. Alipofika tu Asia akamkumbatia huku akilia sana. Wakakumbatiana kwa muda mrefu kidogo. Asia alilia na kumpiga mabusu mengi sana Sudi. Kisha akamuuliza, ulikuwa wapi mume wangu? Niambie, upo sawa? Aliongea Asia huku akishika kichwa cha Sudi na kumtazama huku na huko. Lakini baadhi ya sehemu tu usoni kulikuwa na vidonda kadhaa kutokana na kuadhibiwa na Rama. Akatoka na machozi na kuongea, Asia, niambie, ni Rama huyu amekufanyia haya? Sudi alikuwa kimya tu kwanza, hakujibu lolote lile Asia, ambaye alionekana kuchanganyikiwa sana. Kama ni yeye, niambie Sudi, na ahidi kuanika mambo yake yote yale. Atafungwa mbwa yule. Aya, niambie mume wangu, ni yeye? Sudi akamshika kiuno Asia na kumwambia, naomba basi tukae pale alafu nitakuambia. Sawa mama. Wakakaa, kisha Sudi akamhadithia kila kitu Asia, ambaye muda mwingi alikuwa kilia tu Asia, sababu pia kwa muda mrefu sana alikuwa akijua kuwa Rama alikuwa akijihusisha na ujambazi, lakini hakuwa na uwezo wa kumweka wazi Sudi. Pole sana Sudi, lakini naomba unisamehe na mimi, lakini pia
Ndiyo maana mimi nimekuwa simtaki mimi Rama, sababu unajua licha kuwa ni jambazi lakini ameoa na mke pia na watoto nao. Wakati huo na mimi natamani kutengeneza maisha yangu, lakini pia Sudi mume wangu, naomba kwa sasa usio na wasiwasi, basi tutakuwa huru, naombea tu wafungwe kabisa. Sudi hakujibu lolote lile. Hapa akatoa nguo zake ili aingie bafuni kuoga, lakini Asia akatoka na yeye na kwenda kumwandalia maji Sudi. Kisha Sudi akaingia bafuni kuoga. Akiwa bado anaendelea kuoga Sudi, mara Asia na yeye akatoa nguo zake na kisha akajifunga taulo na akaingia bafuni na yeye pia. Sudi akashtuka kidogo, lakini Asia akamwambia, nimeshindwa kuvumilia kusubiri umalize kuoga. Aliongea huku akitabasamu. Sudi naye akatabasamu, na wakati huu kufanya pengo lake jipya kuonekana. Asia akatoa taulo na kuanza kummwagia maji Sudi. Sudi naye hakuwa mbali sana, akawa kichota pia maji na kummwagia Asia. Kisha Asia akajipaka sabuni mwilini mwake na kisha akamkaribia Sudi na kumwambia, nataka nikupake sabuni kwa mwili wangu. Aliongea huku akitabasamu Asia, kisha akamkumbatia Sudi na kisha kaanza kupitisha mwili wake wenye kona kona katika maeneo muhimu na kumfanya kuwa na shepu zuri na kuvutia mno. Lakini zoezi la kupakana sabuni halikufika mbali sana. Wote wakajikuta wakiwa wametingwa, na Asia akaanza kuing'ata midomo yake, na Sudi naye hakuwa mbali. Wakati huu wakaamua kutimiziana haja zao pale pale. Walikuwa ni watu ambao walikuwa wamekwisha kupendana mno, licha kuwa Sudi alikuwa akiona kuwa huenda akawa alikuwa hastahili kuwa na mwanamke mrembo kama Asia, tena ikiwa hata hela yenyewe tu hana maskini. Walipomaliza safari yao ndefu ya mahaba mazito sana pale bafuni, wakaoga na kutoka pamoja bafuni wakiwa wamekumbatiana. Lakini walipoingia tena chumbani, Sudi akawa amekaa kitandani akiwa amejifunga taulo. Asia akamsogelea tena na kumsukuma Sudi. Sudi akaanguka na kulala chali na kufanya taulo lake kujigawanywa katika pande mbili hapa chini. Asia akaingiza mkono wake na kushika mitambo ya Sudi ambaye naye alikuwa hana ujanja kabisa mbele ya Asia. Tayari mitambo ilikuwa imekwisha kusimama kwa hasira, ni kama hakuna ambalo lilikuwa limekwisha kutokea. Asia akajifungua yeye pia taulo ambalo alikuwa amelifungia kifuani na kisha akamkalia Sudi. Wakaendelea tena na ungu nyingine mahaba mazito sana, huku ikisikika miguno kutoka kwa Asia na kelele za kimahaba, huku ikimalizika na miguno kutoka kwa Sudi ambaye alikuwa akifunga jahazi. Jahazi la mahaba lilivyokuwa limekwisha kufungwa, Asia akamwandalia chakula Sudi, wakala pamoja, wakalishana. Walikuwa kwenye mapenzi mazito bala, walikuwa kilishana kwa mdomo kwa mdomo. Unaweza kuhisi walikuwa ni watu ambao wataishi hivyo milele. Kuwatazama kwa haraka haraka ungehisi kuwa huenda ni penzi bora zaidi kwa kutokea ulimwenguni. Huenda likawa ni bora kuliko hata hilo penzi ambalo unalo, ndugu msikilizaji unanisikiliza hapa. Tuendelee. Mara baada ya chakula, Asia akamwambia Sudi, itabidi kesho tuende pamoja bichi. Sudi akauliza, unajua kuogelea wewe sasa? Usije kutokea Zanzibar ukiwa tayari uelewi hata ulizamia wapi. Alikuwa kitania Sudi. Wakacheka pamoja na kukubaliana kuwa siku inayofuata walitakiwa kwenda bichi pamoja. Kesho yake asubuhi, Asia akawa ameamka mapema sana na kuanza shughuli za usafi wa pale nyumbani. Lakini ilipotimia majira ya saa 3 hivi kasoro, katika wakati ambao Sudi alikuwa bado hajaamka, mara simu ya Asia ikawa ikiita.
na ilikuwa ni namba ngeni ilikuwa ikipiga. Akaichukua simu na kuipokea. Mara akaanza kusikia sauti upande wa pili ikiongea, Asia, kwa hiyo umeona mfunge mume wangu, kumchukua tu uliona haitoshi jamani. Kama ulikuwa umemchoka si ungeniachia tu mume wangu mimi, nitawalea vipi wanangu mimi Asia? Na unajua kabisa hali yangu mimi. Asia alikuwa akisikiliza tu bila kuongea lolote lile, na kisha akakata simu. Lakini tayari machozi yalikuwa yakimshuka barabara. Asia akageuka na kumtazama Sudi ambaye alikuwa bado amelala. Yawezekana kuna jambo lingine zito sana la siri ambalo alikuwa akilijua Asia kuhusiana na familia ya Rama. Na ni kwa nini mke wa Rama amlaumu kuwa ameamua kumfunga mume wake? Asia akakaa akilia sana, huku sura yake ikionyesha wazi kuwa kuna jambo ambalo alionekana kuwa alikuwa akilijutia sana, licha kuwa awali alimwambia Sudi kuwa ni bora Rama afungwe ili tu wabaki wakiwa huru. Yawezekana kuwa Asia alikuwa na siri nzito sana ambayo alikuwa ameibeba ndani yake. Ilipotimia majira ya saa 8 mchana, wakawa wakitoka pale nyumbani kwa ajili ya kuelekea bichi. Na licha kuwa kuna bichi nyingi sana upande wa barabara inayotoka Bagamoyo, lakini Asia akawa amependekeza kuwa wapande gari mpaka Moroko, kisha pale wachukue bodaboda ambayo itawapeleka moja kwa moja mpaka Koko Bichi. Kwa mujibu wake, Asia ilikuwa ni bichi ambayo alikuwa anaipenda zaidi. Sudi hakuwa na hiana kabisa, ukizingatia kuwa hakuwa na hela yoyote ile. Alitegemea kila kitu kutoka kwa Asia. Akasema sawa. Walipofika Koko, wakakaa katika fukwe za bahari ya Hindi, huku wakiwa wanapigwa na upepo mwanana kabisa. Wakaendelea kurushiana mabusu mengi sana. Penzi lilikuwa limekita mizizi barabara, wakati mwingine wakifukuzana kama walikuwa kwenye movie ya Kihindi hivi. Walikuwa wakifukuzana kwenye kingo za bahari na kurushiana maji. Unaweza zani walikuwa ni Shahrukh na Priyanka Chopra, kumbe alikuwa ni Sudi na Asia. Kuna wakati wakiwa wamekaa, Asia akamwambia Sudi, nimetamani ice cream. Sudi akamwambia, chakudeka wangu huyu tena, huku akimsugua Asia katika paji lake la uso. Wakati huo Asia alikuwa amelala kwenye mapaja ya Sudi. Sudi akamwambia, inuka basi nikakuchukulia kule. Sudi akanyanyuka kwenda kununua ice cream. Zilikuwa mbali kidogo kutoka pale ambapo walikuwa wamekaa. Alipofika Sudi katika eneo ambalo zilikuwa zikiuzwa ice cream, palikuwa na mwanamke mmoja ambaye umri wake ulikuwa umesogea kidogo, japo sio sana. Yawezekana alikuwa anakaribia kwenye 55 hivi. Alipofika Sudi akakuta yule mwanamke akiwa anahitaji ice cream za shilingi 5,000, lakini alikuwa na shilingi 10,000 tu. Chenji ikawa tatizo. Alipofika Sudi wakawa wamemuomba chenji, lakini Sudi hakuwa nayo. Sudi akamwambia yule muuzaji, nipe ice cream ya shilingi 2,000. Akatoa shilingi 7,000 kutoka mfukoni na kumkabidhi 2,000, lakini katika wakati ambao alikuwa akirudisha ile 5,000 mfukoni, akawa amewaza jambo na kuongea hivi, kwani alikuwa anahitaji kuchukua ya shilingi ngapi hapa mama? Yule mwanamke akamwambia, nilitaka kuchukua ya 5,000 tu. Sudi akamwambia, basi chukua tu, nitalipa. Lakini yule mwanamke akajibu, sawa basi, lakini ikiwezekana itabidi unipe namba yako ya simu ili nikitoka hapa nitakurushia kwenye simu yako. Sudi akasita kidogo, lakini baadaye akaamua kumpa namba yake yule mwanamke. Kisha akarudi ambapo alikuwa amekaa Asia. Alipofika tu, Asia akamwambia, mbona umechelewa? Na yule mwanamke ulikuwa unaongea naye nini pale? Sudi akatabasamu, kisha akajua ni wivu tu. Kisha akamwambia, amna bwana, ni simu yake tulikuwa inamsumbua.
Kumbe ilikuwa kwenye flight mode. Sasa alikuwa anajaribu kupiga simu yake ikawa inagoma, hivyo ndio akawa ameniambia kuwa simu yake ina tatizo, hivyo nimsaidie kuiseti kidogo. Na alikuwa hajui ni kwa nini hasa ilikuwa inafanya hivyo simu yake, hivyo nikawa nimemsetia. Hapa Asia akatabasamu na kumpiga kidogo Sudi shavuni. Na mara baada ya muda kidogo wakawa wameamulia kurudi nyumbani, na kwa wamefika nyumbani ikiwa ni saa 4 kasoro hivi usiku. Mpaka wanafika, yule mwanamke alikuwa bado hajamrushia Sudi hela kwenye simu yake. Sudi akawa akitazama simu yake mara kwa mara kuangalia ikiwa alikuwa ameingiziwa hela, lakini Sudi hakuzingatia sana. Na katika wakati ambapo walikuwa wamefika tu pale nyumbani, mara simu ya Sudi ikaita. Akaitazama na kuipokea. Aliyekuwa akipiga upande wa pili akajitambulisha kuwa ni askari, na alikuwa akimpa taarifa Sudi kuwa kesho kutwa, yani siku moja baadaye, Sudi alitakiwa kufika mahakamani. Ilikuwa ni kesi ile ambayo inamkabili Rama, na ilikuwa ndio siku ya kusomewa mashtaka kwa Rama. Itaendelea, tukutane katika sehemu inayofuata ya mkasa huu wa kusisimua kupitia Jabali Media. Imetungwa na kusimuliwa nami mtunzi wako mahiri ninayokwenda kwa jina la Lusajo Holland. Napatikana kupitia WhatsApp namba 0652684407, lakini pia unaweza kunipata kupitia ukurasa wangu wa Instagram, natumia Holland_VFX, yani OLAND_VFX. Ningependa kukumbusha, ikiwa bado huja subscribe, basi huu ndio wakati sahihi wa kufanya hivyo. Ningependa pia kukumbusha, msisahau kulike jamani. Mnapolike mnanitia nguvu mimi. Asanteni kwa kuwa pamoja nasi kupitia Jabali Media.